tunawapenda sana na nyinyi ni watu wa thamani sana kwetu. Leo kama alivyosema mchungaji, tuna somo linalo kwa wale mnaoandika au wale mnao type. Sitahubiri sana, nitakuwa nafundisha somo ambalo linatuongezea ujasiri katika Bwana. Kichwa cha somo kinasema ukuhani wa Yesu. Ukuhani wa Yesu katika mfumo wa Melkizedeki. Ukuhani wa Yesu katika mfumo wa Melkizedeki ni bora zaidi. Ni bora zaidi kuliko ukuhani. Ni bora zaidi kuliko ukuhani katika mfumo wa Walawi. Ni bora zaidi kuliko ukuhani katika mfumo wa Walawi. Na andika Waebrania 8 mstari wa 3 mpaka 13 na Waebrania 9 mstari wa 8 mpaka wa 10. Maandiko yetu mengi sana yatatoka katika kitabu cha Waebrania. Waebrania 8, mmoja afungue Waebrania 8 mstari wa 3 mpaka 13 na mwingine afungue Waebrania 9 mstari wa 8 mpaka wa 10. Labda kwa sababu sasa nina maiki hapa, ninaweza nikasoma haraka. Kuna maneno mengi tutayazungumza, kwa hiyo nataka niende na speed kidogo. Kitabu cha Waebrania sura ya 8 mstari wa 3 kuanzia wa 3. Neno la Mungu linasema, maana kila kuhani mkuu huwekwa ili atoe vipawa na dhabihu. Kwa hiyo lazima huyu naye awe na kitu cha kutoa. Kama angekuwa juu ya nchi, asingekuwa kuhani. Anamwelezea Yesu hapa kwa sababu kutoka kwenye kabila la Walawi. Maana wako watoao sadaka kama iagizavyo sheria, watumikao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia, ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa mlimani, katika mlima. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi, kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Maana kama lile la kwanza lingelikuwa halina upungufu, nafasi isingalifutwa. Kwa lile la pili isingalitafutwa kwa lile la pili. Maana Ramupo asema, angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Halitakuwa kama agano lile nililoagana nao na baba zao katika siku ile
nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, kwa sababu hawakudumu katika agano langu. Mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Maana hilo agano nitakalo agana na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana, nitawapa sheria zangu katika nia zao, na katika mioyo yao nitaziandika. Nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Nao hawatafundishana kila mtu na jirani yake, na kila mtu na ndugu yake, akisema, mjue Bwana, kwa maana wote watanijua, tangu mdogo na wao hata mkubwa wao, kwa sababu nitawasamehe maovu yao, na dhambi zao sitazikumbuka tena. Kwa kule kusema agano jipya, amefanya lile la kwanza kuwa kukuu. Lakini kitu kianzacho kuwa kikukuu na kuchakaa kikaribu na kutoweka. Maandiko haya yanaendana na ile sura ya 9 mstari wa 8. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado. Hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama. Wakati mwandishi wa Waebrania anaandika, bado Wayahudi walikuwa wanatoa sadaka kinyume na ilivyotakiwa, maana tayari Yesu alikuwa ameshabadilisha mfumo, lakini hawakujua saa ya kuijiliwa. Mstari wa 9, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zinazotolewa zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu aabuduye, kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili na vyakula na vinywaji na kutawaza kwingine zilizoamuliwa hata wakati wa matengenezo mapya. Lile linalomaliza pale, zilizoamuliwa hata wakati wa matengenezo mapya, lishike hilo. Matengenezo mapya ni yapi? Na hizi sadaka za kwanza na hema ya kwanza zilizoamuliwa, zilizokuwa zinatolewa katika picha ya wanyama, halafu zinangoja wakati wa matungumzia ishara zilizotokea ishara za mabadiliko ya ukuhani zilizofanywa na Yesu, ishara za mabadiliko ya ukuhani. Tutaangalia hapo kutoka ukuhani wa Walawi tunahama tunakuja ukuhani wa Yesu. Halafu ya 4 tutaangalia vigezo vya kuingia katika ukuhani wa Yesu. Kumbuka, ukuhani wa Yesu ndiyo kipindi hiki cha Agano Jipya. Vigezo gani vinatakiwa ili mtu aingie katika ukuhani wa Yesu, awe kuhani katika ukuhani wa Yesu? Alafu namba 5 tutaangalia mambo matano tu. Tutaangalia majukumu yako wewe kama kuhani katika ukuhani wa Yesu. Majukumu yako wewe kama kuhani katika ukuhani wa Yesu. Tuanze na
Agano ni nini? Agano tunalolizungumzia hapa ni agano la damu. Kwa haraka nitakupitisha haraka. Unisikilize kwa makini. Mungu nakuomba utusaidie Roho Mtakatifu tuelewe. Maana ninaenda spidi lakini nafundisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Agano la damu katika Kristo Yesu. Ukienda haraka sana Mwanzo 3:15, wakati mwanadamu ameanguka dhambini, amemkosea Mungu. Mungu pekee ndio aliyekuja kumpatanisha kwake, na akaanza mfumo yeye mwenyewe, kwa sababu huwezi ukamwelewa Mungu kama hatajifunua kwako. Huwezi. Na ukianzisha mfumo ambao yeye hajauanzisha, huwezi kumjua. Hata uwe na dini nzuri namna gani, huwezi kumwelewa. Mungu ni roho. Utamwelewa tu kama atajifunua kwako. Kwa hiyo yeye ndio aliyeanzisha mfumo, akawafata. Kwa sababu hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa upendo ule, baada ya mwanadamu kuanguka, hakutaka kumuumba mwingine tena, kwa sababu alitupenda. Akaja yeye mwenyewe, na ndio kuhani wa kwanza. Akamuita Adamu, halafu Biblia inasema katika Mwanzo 3:20 akamfunika na ngozi. Alitoa wapi ile ngozi? Alichinja wanyama. Maana yake ndiyo mwanzo na kiini cha sadaka za agano la kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukifika mbinguni unikumbushe, tumuulize Eva na Adamu. Lazima waliweka mikono juu ya wale wanyama, wakatubu dhambi zao, wakazihamisha kwa wale wanyama. Na wale wanyama, yani wakasema sisi pamoja na hao wanyama tumemkosea Mungu. Lakini sasa inaitwa sheria ya solidarity, upatano. Sasa tunahamisha dhambi zetu kwa hao wanyama wafe kwa niaba yetu. Wanyama wale wakawafililia kama vile Yesu atakapotufililia. Unanifuata? Unanifuata? Kwa wale wanyama wakachinjwa, damu yao ikawasamehe dhambi zao, wakapatana na Mungu. Huo mfumo aliouanzisha, mimi wanapenda kuita mfumo, unaweza ukauita dini, ndio tuliomo leo. Na ndio maana tunamwelewa Mungu. Nje ya dini ya Kikristo iliyo sahihi, huwezi kumwelewa Mungu. Unifuate vizuri. Ishara ya kwamba walisamehewa, akawafunika ngozi. Sasa mfumo huo ulifanya kazi juu ya msingi kwa tamko la Mungu la kuja Yesu. Maana alitamka kwanza kabla hajafanya, na kumwambia Shetani, uzao wa mwanamke huu utakuponda kichwa, nawe utamponda kisigino. Kupondwa kisigino ni yale mateso ya msalabani wakati Yesu anatukomboa. Maana yake Yesu atatukomboa kupitia kifo. Kifo yeye ndio ataingia badala yetu kama wale wanyama. Na ndio maana Yesu alikuwa mara nyingi sana anajiita mwana wa Adamu. Mwana wa Adamu. Maana yake anakuja kufa kwa niaba yetu, kutufililia. Mwana wa Adamu. Yesu alibatizwa. Kubatizwa ni ondoleo la dhambi. Hakuwa na sababu ya kubatizwa. Hakuwa na dhambi kabisa, lakini alikuwa anajifananisha na sisi. Yesu alijaribiwa, hapakuwa na haja ya kujaribiwa mpaka Shetani amwambie geuza mawe haya yawe mikate. Mhubiri mmoja alituchekesha akasema, Shetani hakujua Yesu geuza yale mawe yawe mkate, na yeye akamgeuza awe bluebendi akapakia. Alijaribiwa kwa sababu yetu. Kwa hiyo alikuwa anasema mwana wa Adamu, mwana wa Adamu anajifananisha na sisi. Kwa hiyo
wale watu wa Agano la Kale ambao waliingia katika mfumo huo, mpaka ukaja likawa Agano la Kale likatolewa na agano likafanyika. Walipokuwa wanachinja wale wanyama, na mioyo yao ina toba ya kweli na imeunganishwa kwa wale wanyama, walikuwa wanakiri katika picha mfano wa mauti ya Yesu. Wanakiri iko siku Yesu atakuja, atakufa kama huyu mnyama na damu yake itatukomboa. Walipoamini hivyo kwamba Yesu atakuja, maana alishatabiriwa tayari, neema ilitoka mbinguni, wakasamehewa. Agano la damu ni katika Yesu. Katika Agano la Kale kwenye mfumo au picha za sadaka za wanyama, ndiyo maana Yesu alipokuja hizo zilikuwa picha yake zikasimama. Nasikia kuna watu siku hizi wameanza kuchinja wanyama tena. Hao wanarudi kinyume nyuma kama jongoo. Alishatimiza Yesu, akafa msalabani, na zile sadaka za wanyama zilikuwa picha ya kifo chake. Na hapo nasema hapa, anasema Waebrania ile, anasema agano bora. Na agano la damu linafanya wawili kuwa mmoja. Tunapoingia kwenye agano la damu, tunakuwa mmoja na Kristo. Ndio maana Kristo aliwaambia, maandiko yanasema atawaambia wale ambao hawakumtii, nendeni zenu nyinyi walio mkono wa kushoto, kwa sababu nilikuwa na njaa hamkuja kuniona, nilikuwa mgonjwa hamkuja kuniona, nilikuwa magereza hamkuja kuniona. Nao watauliza, tangu lini ulikuwa na njaa tukaja? Jinsi akatawajibu, jinsi mliowatendea hao wadogo. Maana yake wewe ni mwana wa agano. Unayotendewa wewe anatendewa Yesu. Mtu akikuloga anamloga Yesu. Hiyo ndio balaa jingine. Maana wewe na Yesu ni mmoja. Agano la damu linafanya wawili kuwa mmoja. Baada ya kuelezea agano kwa ufupi, twende tuangalie sasa hatua ya pili, mfumo wa ukuhani wa Walawi. Kuhani ni nani? Kuhani ni yule anayempatanisha mwenye dhambi na Mungu. Anasimama kati ya Mungu na mwenye dhambi. Anampatanisha mwenye dhambi na Mungu. Na kuhani wa kwanza kabisa ni Mungu mwenyewe, aliyewapatanisha Adamu na yeye mwenyewe. Baadaye wakafata makuhani aliyowachagua, kama tulivyosoma kwamba kila kuhani anachaguliwa na Mungu. Kazi ya ukuhani, tuangalie katika Agano la Kale ambalo ndio kivuli cha Agano Jipya au mfano wa agano kamili katika kipindi cha Agano Jipya au katika Wakristo wa Agano Jipya. Huo mfumo ulikuwa unaitwa mfumo wa Walawi. Kwa nini? Kwa sababu huwezi kuwa kuhani bila kuwa kabila la Walawi. Andika vigezo vya kuingia katika ukuhani wa Walawi. Vigezo vya kuingia katika ukuhani wa Walawi nitavitaja haraka, maana nataka kwenda moja kwa moja kwenye mfumo wa agano, mfumo wa ukuhani wa Yesu. Kigezo cha kwanza, lazima uwe Myahudi. Lazima uwe Myahudi. Tulikuwa na wanafunzi wangu na mdahalo, kwa nini hatuwasimiki wa mama katika kanisa letu la TAG. Mmoja akasema, bwana ni bibliko, bwana ni kibiblia, hata Agano la Kale hawakuwa makuhani. Mmoja akamjibu akasema, hata wewe
usingekuwa kuhani. We sio Mlawi. Alafu akaendelea akasema hata Yesu asingekuwa kuhani kwenye huo mfumo, maana sio wa kabila la Walawi. Kigezo cha pili, lazima uwe wa kabila la Walawi. Lazima uwe wa kabila la Walawi. Kigezo cha tatu, lazima uwe mwanaume. Lazima uwe mwanaume. Kigezo cha nne, ni kuhani mkuu tu aliyeingia patakatifu pa patakatifu. Maana yake aliyeenda kumwona Mungu katika hema ya kukutania, sehemu ile takatifu sana inaitwa patakatifu pa patakatifu. Kuhani mkuu peke yake ndio aliingia katika patakatifu pa patakatifu, ingawa baadaye walibadilisha wakawa wanapiga kula. Haya. Kigezo cha tano, ukiwa kuhani usiwe mfalme. Ndio shida iliyompata Uzia. Alitaka kufukiza Zadok kuhani mkuu, akaja na makuhani 70. Anamwambia mchungaji, umekosea umekosea kabisa mfalme. Sio haki yako wewe sio kuhani. Uzia akataka achukie, atoe amri kama tu. Mungu akasema hapa inabidi niingilie, akampiga ukoma, akakimbia mwenyewe. Ukiwa mfalme uruhusiwi kuwa kuhani kwenye huo mfumo, na ukiwa kuhani uruhusiwi kuwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vigezo vingapi? 5. Sasa kuhani alikuwa anapatanisha. Akija mwenye dhambi analeta kondoo katika mfumo huo, alafu anaweka mkono juu ya kondoo. Kuweka mkono juu ya kichwa, kile kichwa kinamwakilisha kondoo mzima. Alafu anahamisha dhambi yake kwa yule kondoo. Mimi na huyu kondoo tumeiba mahindi ya mchungaji Mlokozi. Sisi wote ni wezi. Kwa hiyo afe yeye badala yangu. Kwa hiyo yule kondoo anachinjwa, ile damu inamwagika pale, ambayo nilikwambia ni picha ya damu ya Yesu, na yule kondoo mwenyewe ni picha ya damu ya Yesu atakayekuja baadaye. Huyu mwenye dhambi anasamehewa. Kipindi kile ukicheza wewe ujilindi, unapoteza utakatifu kila mara, utamaliza zizi kwa mwaka mmoja. Gharama sana. Tumshukuru Yesu ametukomboa na hiyo. Leo utaleta mbuzi mpaka wanaisha. Mwisho unaenda kwa chua, unaomba akuuzie kondoo, utamlipa baadaye. Baadaye unacheza naye unampeleka. Mwisho utaishiwa. Utaenda kwenye njiwa wataishi. Ilikuwa ni gharama. Ni kumshukuru Mungu sana ametuondoa katika gharama hiyo. Haleluya. Mwezi wa 7 kuhani mkuu anaingia patakatifu pa patakatifu, aliombee taifa lote. Na anaingia anachinja ng'ombe. Anaingia na damu ya dume la ng'ombe inayomlinda. Awe makini na awe ametubu vizuri sana.
Ndio maana walimfunga kamba, na kwenye kanzu lake waliweka kengele. Kuna hatari ya kufia humo ndani, maana anaenda mbele ya kiti cha enzi, kiti cha rehema kilichokuwa ndani ya patakatifu pa patakatifu. Kama hajatubu sawa sawa, anaishia humo humo. Watakuwa wanauliza, kama anaitwa Jackson kama mimi, Jackson uko salama? Kwa neema ya Mungu bado nipo. Anaenda na nyunyizia damu kwenye kiti cha rehema, ili taifa lote lisamehewe kwa dhambi walizofanya mwaka mzima kwa kutokukusudia. Alafu anapiga kelele, wanajua yumo. Akifa wanavuta, anaingia mwingine. Kwa hiyo ilikuwa inatisha kupaingia patakatifu pa patakatifu katika mfumo huo wa Agano la Kale. Na hakuwa na ujasiri. Wayunani wanaita paresia. Andika hivyo hivyo. Hawakuwa na paresia. Hawakuwa na paresia. Hawakuwa na ule ujasiri. Ilipofika wakati wa kipindi cha Yesu, wakasema jamani, hapa panatisha. Tuwe tunapiga kula sasa. Sio kuhani mkuu tu. Katika kabila zote za makuhani tunapiga. Nani anaingia safari hii? Wakimchagua mmoja na jamani, mimi niishaingia, mnanionea sana. Kwanza nimeoa, sijakaa na mke wangu muda mrefu. Nitafia humo. Wewe ingia wewe. Jamani. Simena mwisho tupige kula. Tuwe tunapiga kula, wanapiga kula. Ikimwangukia anaenda kumwaga mkewe. Kama mama Rehema pale naanza kumwaga, sasa mke wangu zamu imenipata, niingie patakatifu. Nikifa urithi ndio uko hapa. Palikuwa hapa natisha. Zakaria aliingia, akafanya mchezo, akatoka azungumzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabadiliko, tunaenda sehemu ya mabadiliko ya ukuhani. Yesu amefika. Analeta matengenezo mapya. Yesu anapoingia kuleta matengenezo mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipokufa tu msalabani, wakaja na kufa msalabani, lile pazia linalozuia patakatifu pa patakatifu ili pasionekane likachanika. Hiyo ishara ya kwanza. Hiyo ni ishara ya kwanza. Alipotoa roho tu, aliposema tu imekwisha, lile likachanika kutoka juu mpaka chini, kuonesha kwamba naye lichana ni Mungu. Pakaonekana na lile sanduku. Watu wengine wako wanasema usiangalie utakufa. Mengine anaangalia tu, mbona mimi nimeangalia sikufa. Na wana wa Israeli tatizo hawakujua saa ya kuijiliwa. Historia inasema wale Masadukayo waliokuwa wanatunza hekalu wakarudi kwa nyuma hivi. Wakaenda wakalishona tena, wakaendelea kuchinja wanyama tena. Hayo ni makosa makubwa sana. Na Mungu akakazilika. Mwaka wa 70 akamuita Mrumi Tito, akaja akalibomoa. Hamsikii. Nimeshabadilisha ukuhani. Unapobadilisha mfumo wa ukuhani, unabadilisha na hekalu. Haleluya! Hekalu likabadilika. Hekalu la leo ni wewe uliyeokoka. Wewe ni hekalu la Mungu. Mungu hakai tena kwenye nyumba nyingine, anakaa ndani yako. Wewe ni hekalu la Mungu. Unatisha kama nini? Maana ndani yako kuna madhabahu ambayo ni roho yako. Naye Mungu anakaa ndani yako. Na Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Unatisha sana wewe uliyeokoka, maana wewe ni hekalu la Mungu. Uwe na ujasiri. Ishara ya kwanza hiyo. Maana yake Mungu anasema sikai tena kwenye hema, nakaa ndani ya waliookoka. Ishara ya pili ilitokea wakati wa kujazwa na Roho Mtakatifu, wa kuzindua kanisa. Katika kipindi cha kanisa,
baada ya Yesu kufufuka, baada ya siku 10, Roho akashuka. Aliposhuka, tunaziona zile ishara mbili za kwanza ni za uzinduzi wa ukuhani wa Yesu katika mfumo wa Melkizedeki. Ishara ya kwanza, upepo ukaja kwa nguvu sana, kama upepo uvumao, kama upepo, sio upepo uvumao. Na katika Agano la Kale watu walizoea kumuona Mungu akipita au anakuja kwa mfumo kujidhihirisha katika utukufu kwa mfano wa upepo unaoenda kwa kasi, upepo wa kisulisuli. Elia akachukuliwa mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Kwa hiyo wale 120 waliokuwa kwenye nyumba waliposikia ule uvumi kama wa upepo unakuja unaingia, walijua utapitiliza, utaenda patakatifu pa patakatifu. Lakini haukufanya hivyo, ukaishia hapo hapo. Ikafuata ishara ya pili, Shekinah glory, utukufu wa Mungu ulikuwa unaonekana kama moto uteketezao. Ukatokea moto mkubwa, wakajua ule moto utaenda patakatifu pa patakatifu. Lakini ajabu kubwa, ukaingia ndani, halafu kakawanyika kama ndimi za moto, ukawakalia kila mmoja. Hiyo ndio komesha sasa. Maana yake Mungu anasema nakaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hizo ishara mbili ambazo hazirudii tena, ikaja sasa ishara ya kujazwa na Roho Mtakatifu ambayo inaendelea mpaka leo, kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapobadilisha mfumo wa ukuhani, unabadilisha hekalu, unabadilisha mfumo wa sadaka. Haleluya, haleluya. Sio sadaka za wanyama tena. Sadaka zinazotolewa ni itoeni miili yenu iwe dhabihu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Sadaka zinazotolewa sasa ni kupitia maombi na kujitoa wewe kuhani. Halafu la tatu, unabadilisha makuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haya, twende sasa vigezo katika ukuhani wa Yesu. Vigezo katika ukuhani wa Yesu sio vingi, ni kimoja tu. Yeye aliyeokoka, yeye aliyeokoka bila kujali jinsia, bila kujali jinsia, bila kujali rangi yake, ni Mhindi, Mwafrika, Mzungu, nani, bila kujali lugha yake, yeyote aliyeokoka bila kujali jinsia, bila kujali lugha yake, bila kujali lugha yake, bila kujali alikotoka, huyo ni kuhani katika ukuhani wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo ni kuhani. Na pili, anaingia patakatifu. Umeona, hizo nakupa ndio tofauti kati ya ukuhani wa Walawi na ukuhani wa Yesu. Huyu aliyeokoka anaingia patakatifu kwa njia ya maombi, na anatoa dhabihu kwa njia ya maombi na kujitoa, na anapatanisha watu. Akienda sokoni pala anashuhudia, anamwambia mpokee Yesu. Yule akikubali anamwambia piga magoti. Halafu anaanza kumwekea mikono, anasema sema Mungu Baba, Mungu Baba, naja kwako, naja kwa. Anafanya kazi ya ukuhani. Kule mbinguni Mungu amefurahi kweli na Yesu amefurahi kweli. Anasimama na angalia, anasema mwanangu tayari
anamleta mtu mbinguni. Sema andika jina langu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Yesu anaandika. Yaani wewe ni wa thamani mno, naomba ijue hiyo. Mbingu zote zimesimama na malaika wanafurahi. Anaandikwa jina lake. Unafanya ukuhani. Unampatanisha mwenye dhambi na Mungu. Ukimaliza pale, maana yake wewe ni kuhani. Sema asante, asante Yesu, nimeokoka. Huyo tayari na yeye anakuwa kuhani tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni kuhani, umemaliza kazi. Na malaika wanafurahi, na Baba anafurahi, na Yesu anaandika jina. Na kwa sababu uangalie vizuri, ukuhani wa Agano Jipya ni makuhani na wafalme. Andika hicho, ni kigezo cha 3. Ni makuhani na wafalme. Ndio maana katika Petro unaitwa ukuhani wa kifalme. Karalabasika. Hapo ndio wanajisikia vizuri sana. Yaani wewe ni kuhani, unazo kofia zote mbili. Ni kuhani, halafu ni mfalme katika ulimwengu wa roho. Unatawala pamoja na Kristo. Sio wale wa Walawi, ukiwa kuhani usiwe mfalme. Wewe ni tofauti. Ndio maana katika kitabu cha Petro wa kwanza anasema sisi ni ukuhani wa kifalme. Kwa hiyo nikimaliza pale kumpatanisha, halafu kwa sababu pia ninazo karama zote, nimejazwa na Roho Mtakatifu, ninapata neno la maarifa. Huyu ana lipepo, linamsumbua. Au huyu ana pepo ameokoka lakini itaweza kumsumbua. Alafu nagundua na yeye mwenyewe anasema unasikia kama kitu kinatembea huku na huku. Namwambia funga macho. Naweka pembeni ukuhani, navaa kofia ya kifalme. Kwa jina la Yesu, pepo toka. Nafanya double. Haleluya. Double. Sio kuhani yule ambaye ni kuhani lakini sio mfalme. Mimi ni kuhani na mfalme, yote nayafanya. Raha sana katika ukuhani wa Yesu, wa mfumo wa Melkizedeki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndio vigezo. Halafu mmeandika ile, naingia mahala patakatifu wakati wowote nikipenda. Kwa njia ya nini? Ya maombi. Halafu raha nyingine, pale patakatifu petu pamehama, sio pa duniani tena, ni mbinguni. Na mkuhani wetu mkuu yuko kule, anatusikiliza, anatuombea. Unajua wakati Yesu amefufuka, unajua yule kuhani wa Agano la Kale alipokuwa anaiombea taifa siku ya 7 ya upatanisho, siku ya upatanisho, Yom Kippur, alipokuwa analiombea taifa, watu wote waliondolewa kwenye hema kabisa watoke. Maana ukimgusa tu umeharibu ile sadaka. Umemharibu. Kwa hiyo anabaki na damu ya ng'ombe. Anabaki na damu ya ng'ombe. Bado narudia vile vigezo. Wewe nisikilize, nafafanua alafu narudi. Alikuwa anaingia na damu ya ng'ombe. Yule kuhani wa zamani anaenda na amefungwa na kamba, anaingia patakatifu. Alafu watu wote mmeondolewa, ukimgusa tu imeharibika ile sadaka. Inabidi arudie tena. Akachinje tena ng'ombe. Anakwenda. Sasa yani ni raha. Siku Yesu amefufuka. Siku Yesu amefufuka. Unajua siku Yesu amefufuka. Anatoka sasa. Anapaa kwenda kwa Baba kukabidhi damu yake mwenyewe. Maana ufufuo ndio hitimisho la Ukristo wetu. Bila ufufuo wa Kristo tungekuwa hatuna kitu. Lakini ufufuo ndio ushindi wetu. Kwamba amemshinda shetani. Ameshindwa kumzuia kule kuzimu. Ametoka na mamlaka na amemnyang'anya mamlaka. Ametupa sisi mamlaka ya kutawala. Ndiyo maana sisi tunamiliki na kutawala katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo Yesu ametoka, ameshinda, anapeleka kwa Baba damu ya ushindi.
Halafu nimesha kuwa kijana tena sasa. Hachakarababasika. Amebeba damu ya ushindi, anaenda kwa Baba. Shetani amemkanyaga. Ndiyo maana pale msalabani alilia akasema, naona kiu. Watu hawakuelewa, wakamletea maji. Hapana, aliona kiu ya kumchakaza Ibilisi. Kapasakarabosika. Amemmaliza. Ibilisi ana kazi kwako kabisa, wala asisogee, mkeme. Wakati anaenda, Mariamu naye, unajua wamama wana hisia kali na upendo wao ni mkali. Alimpenda Yesu. Yuko pale bustanini, anatafuta mwili, hajaelewa bado kwamba Bwana wake ameteremka na ameshinda. Alafu Yesu, Bwana wangu analia, anachungulia. Njoo hapa Mama Rehema, nitoe mfano. Unaona? Wewe sasa ndio Mariamu, sasa unaangalia kaburi liko kule, unaangalia, sogea hapa karibu na mimi. Geuka huko. Inamu, unalia, wapi Yesu wangu? Usiende mbali, sogea hapa karibu. Sogea hapa karibu. Geuka kule, chungulia tena, inama tena. Alafu geuka sasa. Hakumuelewa. Akasema, au wewe ndio naye Bwana wangu? Akamfunua. Alipomfunua, Luka, kama unataka kunikumbatia, akasema, sijaenda kwa Baba yangu, usinishike. Bwana Yesu asifiwe sana. Usinishike, utaharibu dhabihu. Nina damu, naenda kwa Baba yangu kukabidhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akashinda mauti, akatupa uzima. Unajua alikufa kwa niaba yetu. Alipokuwa msalabani anateseka, tuliteseka pamoja naye. Alipokufa, tulikufa pamoja naye. Alipozikwa, tumezikwa pamoja naye. Alipofufuka, tukafufuka pamoja naye katika uzima. Na ishara hiyo ni ubatizo. Ndio maana tunazamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kigezo kinachofuata, tunaingia patakatifu pa patakatifu wakati wote tukipenda. Kwa njia ya nini? Ya maombi. Na patakatifu petu ni kule patakatifu halisi mbinguni, kule aliko kuhani wetu. Wale makuhani wa Agano la Kale, hakuna aliyeingia patakatifu, ni kuhani mkuu peke yake mara moja kwa mwaka. Sisi kila aliyeokoka anaingia patakatifu kokota akipenda. Wale mnaofanya kazi, halafu tunayo mamlaka. Tunatawala katika ulimwengu wa roho. Na ukitawala katika ulimwengu wa roho, inadhihirika katika ulimwengu wa asili. Na utawala mkubwa ni ule wa ulimwengu wa roho. Wale wanaotawala katika ulimwengu wa asili, tunawatawala. Maana yake rais akichagua mawaziri, kama hatuwapendi, tunapiga maombi. Kesho yako unasikia anatangaza, nabadilisha mawaziri, anawatoa ambao hatuwataki. Nani anayetawala? Mimi. Unanielewa? Ndio maana maandiko yanasema tuwaombee nani? Viongozi. Haleluya. Ili wasitawaliwe na lile shetani la ulimwengu wa giza. Sisi ndio tutawale, tuwaombee na tuwaongoze na tutawale pamoja nao. Haleluya. Wale mlio kazini kule, mmechukua position kubwa. Ukisikia kimepitishwa kitu pale, ukipendi kinataka kupitishwa, unawaambia, jamani, naenda toilet kidogo. Unaenda, unajifungia. Maana yake tunaingia patakatifu wakati wote tukipenda. Halafu tunaingia na ujasiri. Maana yake tunayo paresia. Tunaingia. Kwa nini tuna ujasiri? Tunaingia na damu ya Yesu, sio ya ng'ombe. Unanielewa? Haleluya. Tunaingia. Halafu nikiingia pale,
tayari niko mbele ya Baba. Hata nikiita tu Baba, tena namuita kwa neno la Kiaramu Aba, maana yake my dearest father. Anaitika nipo. Baba, naomba ile isipite. Na mimi naivunja katika jina la Yesu. Ile haitasaidia nchi. Kwa jina la Yesu naivunja. Halafu narudi. Natoka patakatifu pa patakatifu. Nikikaa tu mwenyekiti anasema hili tuliondoe halifai bwana. Nimeshalivunja kule. Haleluya! Pigia Bwana Yesu makofi ya shangwe. Tunaingia patakatifu pa patakatifu wakati wowote tukipenda. Sio mara moja kwa mwaka. Na tunaingia na ujasiri. Maana yake tunaingia na damu ya Yesu aliyotufilia. Yule kuhani wa zamani mwanaume anaingia na wasiwasi, hana ujasiri. Je, huyu mama huyu, hebu simama mama. Huyu mama ameokoka, ni kuhani huyu. Tena anaingia patakatifu. Huyu na yule kuhani mkuu wa zamani, nani mkubwa? Huyu. Mwaodeni sasa wa mama kama mama. Nimechomekeza hapo. Haya, ninapoenda kuhitimisha, maana muda wangu umeisha. Nataka tuone wajibu wako wewe kama kuhani wa Agano Jipya. Wajibu wako wewe kama nani? Kama nani? Wa Agano Jipya. Tusome Waebrania sura ya 10. Mstari wa 19. Neno la Mungu linasema, mimi nitakuwa nawasema kama nyinyi. Hapa UCC. Basi ndugu wana UCC ambao ndio makuhani wa Agano Jipya. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kubaingia patakatifu. Tumeupata wapi? Tunaingia na damu ya Yesu. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzishia, iliyo mpya, haleluya, iliyo hai, haleluya, ipitayo katika pazia, yani mwili wake, na kuwa na kuhani mkuu Yesu aliye juu kule kwa Baba, juu ya nyumba ya Mungu. Na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyunyiziwa mioyo, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa kwa mili kwa maji, na tulishike sana ungamu la tumaini letu lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Tukiangaliana sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na katika kazi nzuri. Wala tusiache wana UCC kukusanyika hapa kanisani pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na tuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia, siku ya kuja kwa Yesu. Wajibu wa mwana UCC kuhani wa leo, wajibu ni kuwa na imani. Tuongeze imani. Haleluya. Tuongeze imani kwa kufanya mazoezi ya nidhamu. Tuongeze imani. Halafu tuwe na ujasiri. Hilo ni la pili. Ujasiri, kuthubutu. Ukikuta mtu ana mapepo, kemea. Ukikuta mtu mgonjwa, wekea mikono.
na unamwambia kabisa, leo unapona kwa imani, leo unapona. Nikimaliza tu kuombea unatembea. Tuwe na imani, tuwe na imani. Halafu tuwe na tumaini letu, tumaini la Bwana. Na mwisho tujitakase. Na makuhani walichukuao sanduku la Bwana wajitakase. Ndio lilikuwa agizo la makuhani wa Agano la Kale. Sasa wewe si unalichukua tu sanduku la Bwana, limo ndani yako. Jitakase, 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 tujitakase. Na na anasema ule mstari tena wa Waebrania 19 anasema hivi: basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, njia ile aliyotuanzisha, ile mpya iliyo hai. Hapana, nataka nisome sehemu nyingine hapa. Nataka nisome 10:35. Anasema 35, anasema hivi: basi msiutupe ujasiri wenu, kwa kuwa una thawabu kuu. Halafu la pili, tuijue thawabu yetu. Thawabu ya ujasiri wetu ni kwamba inatuwezesha kuingia patakatifu pa patakatifu kwa njia ya maombi. Kwa hiyo tuwe waombaji sana. Tunapoingia patakatifu pa patakatifu, tunapata rehema, tunapata neema zitakazotufaa wakati wa mahitaji. Tunapata rehema, tunapata neema ya kuliombea taifa letu na viongozi wetu. Tunapata rehema, tunapata neema ya kuwaombea wachungaji wetu na viongozi wetu wa kanisa. Tunapata rehema, tunapata neema ya kuwaombea ambao hawajaokoka waokolewe. Tunapata neema, tunapata rehema za kuombea waliofungwa na ibilisi, pingu mbalimbali, magonjwa na mengine wafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie mwenzako, mwambie wewe ni kuhani katika ukuhani wa Yesu. Jivike ujasiri. Jivike ujasiri. Simama pale ulipo. Haleluya. Haleluya. Simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Sisi ni makuhani katika ulimwengu wa roho, na katikati yetu sisi makuhani wengine wamechaguliwa watuongoze, ni wachungaji. Sehemu fulani niliwahi kufundisha hili somo la kuhani katika ulimwengu wa roho. Wengine wakatoka wakawa wanaenda wanakusanya mafungu ya 10, wanasema na mimi ni kuhani, sio mchungaji tu. Umenielewa vibaya. Kati yetu makuhani kuna wachungaji, kuna wainjilisti, wanachaguliwa watuongoze. Simama pale ulipo. Weka mkono wako kwenye moyo wako. Naomba nikuombee, na kama unahitaji ambalo unapenda tuliombee, utakuja hapa mbele. Wako viongozi wetu, tutakuombea. Lakini mimi nasikia moyoni nikuombee mambo yafuatayo. Nikuombee hekima na ujasiri unapofanya kazi ya ukuhani. Hekima na ujasiri unavyofanya kazi ya ukuhani. Na kwa sababu wewe ni kuhani, unaweza ndani yako. Pia nitakuombea kama liko hitaji jingine, Mungu akufungue. Baba Mungu wa mbinguni, ninakushukuru kwa kuwa pamoja nasi hapa, na Roho Mtakatifu kutuongoza katika kufahamu na kujitambua kwa dhahiri. Sisi ni makuhani
tuingiao patakatifu pa patakatifu pa mbinguni, na kuhani wetu mkuu Yesu akiwa anatuombea kule mbinguni. Baba, watumishi wako wameweka mikono yao katika vifua vyao, ishara ya unyenyekevu. Baba, ninakuomba katika jina la Yesu, ukashushe hekima yako na ufahamu katika jina la Yesu ndani yao, wakawe na ujasiri na kujijua kwamba ni makuhani waliovikwa uweza wa kikuhani na uweza wa kifalme katika kuitenda kazi yako. Baba, kupitia wao kazi yako ikaendelee. Kazi yako ya kuwafungua waliofungwa ikaendelee. Wajaze nguvu, wajaze karama, wajaze ujasiri, wajaze ufahamu kwamba wao ni makuhani na wanaingia patakatifu wakati wowote wakipenda kupitia maombi. Ukawajaze nguvu, ukawajaze uweza, ukawajaze maombi, ukawajaze kulisoma neno la Mungu. Baba, hekima yako ikajae ndani yao. Na wale wenye mahitaji maalum, sasa nyosha mkono wako juu kama una mahitaji maalum. Baba, katika jina la Yesu, unaiona mikono hii iliyonyoshwa juu. Baba, ninaomba ukakutane na mahitaji yao. Ninakushukuru Baba yangu, maana kila mara nikiomba Baba unasikia. Mkono wako ukaunganishwe na mikono hii, na nguvu yako kutoka mbinguni ikashuke na kuwafungua watu wako katika mahitaji mbalimbali. Wale wagonjwa wakaponywe katika jina la Yesu, na wenye mahitaji Baba ukakutane na mahitaji yao, ukawafungulie milango, ukawape upenyo wa kiroho, ukawaponye na kuwainua wenye mahitaji mbalimbali. Baba, ukakutane na mahitaji yao. Baba, ninakushukuru maana umefanya. Shusha mkono wako Baba, jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Basi tukae. Naomba kama kuna mtu anataka awe kuhani katika ukuhani wa Agano Jipya, yule anataka kuokolewa, kama yuko mtu ambaye anataka kuokolewa, njoo mbele, usiogope. Njoo mbele. Njoo mbele. Wakati namkabidhi mchungaji, utakuwa unakuja wewe ambaye unahitaji wokovu. Karibu baba yetu. Karibu baba yetu.